ni kwa nini ilikuwa ni ngumu kuweza kumkamata El Mencho. Kwa nini alikuwa hashikiki? Ni jambo gani lilikuwa linampa nguvu hii El Mencho kwa zaidi ya miaka 17? So baadhi ya facts ambazo zipo sasa na kupitia sehemu mbalimbali na vyanzo mbalimbali vikawa vimenipa sasa namna ya kuweza kuitambua kwa nini bwana El Mencho alikuwa ni mwenye nguvu kiasi hicho. Jambo la kwanza kabisa, itakumbuka kwamba mara baada ya yeye kuweza kushika hatamu hiyo mwaka 2009 aliweza kujiestablish taratibu, na kumbuka kwamba tayari alishakuwa na mahusiano na jeshi la polisi huko nyuma. Kwa hivyo alikuwa anajaribu kama kusoma mchezo, lakini tunasema kwamba bwana El Mencho yeye alikuwa ni mtu ambaye kwanza alitazama biashara katika mtindo mwingine kabisa, na yeye alikuwa ameweka nguvu zake zaidi katika dawa nyingine ambazo zinafahamika kwa jina la kitaalamu kama methamphetamine, ambayo kimsingi wanasema kwamba ina faida kubwa kuliko cocaine ama heroin. Kwa hivyo yeye akawa tayari ameshakuwa ameutambua huo mchezo na akaamua kuwekeza sasa katika upande huo. Na kimsingi moja kati ya vitu vingine ambavyo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba vilimpa nguvu sana bwana El Mencho ni kwamba alikuwa ana operate in low profile katika ile miaka yake ya awali, yani wenyewe wanasema kichini chini, wengi wa watoto wa mjini wanaita low key, na hii hasa katika upande wa Marekani ambako alikuwa akipeleka hiyo kazi yake, na ikamfanya yeye kuweza sasa kupata faida kubwa ambayo iliweza kumfikishia utajiri ambao ulikuja ukaivuka ile cartel ya muda mrefu ya Sinaloa cartel, ikiweza kufikia utajiri mpaka kukaribia dola bilioni 20. Hivyo ilikuwa ni wakati mwingine ambapo ilikuwa inamuingizia hela, kwa sababu tayari yale madawa alikuwa na uwezo wa kuingiza fedha nyingi kulinganisha na madawa ya heroin na cocaine. Lakini moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinamfanya kwamba aweze kuwa na nguvu, bwana El Mencho anasema kwamba alikuwa ni mtu ambaye anatumia nguvu sana, yani katika ufanyaji wake wa kazi. Na katika kwa mujibu wa taarifa ambazo zilikuwepo ni kwamba bwana El Mencho au sio bwana, aliweza kupambana na zile cartels ambazo zilikuwa ni rivals, makartel wapinzani wake, ikiwemo cartel ya bwana El Chapo, na wakafanya kwa mwaka mmoja tu kuweza kufikia mpaka vifo vya maelfu kwa maelfu. Kwa mfano kwa mwaka mmoja uliopita, vifo ambavyo vilisababishwa na vurumai ambazo zilikuwa zinaendeshwa sasa na kundi la huyu bwana El Mencho na makundi mengine ama zile cartel nyingine, vifo vilifikia 20,000, idadi ambayo ilikuwa pekee ni sawa ama kuizidi zile ambazo zinakuwa wakati mwingine huko vitani kama ambazo zilikuwa zinatokea Iraq na Afghanistan. Imagine sasa watu wanaangusha mbungi mpaka kwa mwaka mmoja nchini Mexico, watu mpaka 20,000 wanakuwa wanapoteza maisha. Lakini pia moja ya sababu ambayo ilikuwa ikamfanya sasa akawa na nguvu na kuogopa pia ni kwa bwana El Mencho alikuwa akionyesha unyama pengine zaidi ya uliokuwa unafanywa na El Chapo. Kwa mfano mwaka 2011 wanasema El Mencho na kundi lake la CJNG waliweza kuwa watu 35 kwa kuwatesa na kisha kuwatupa mitaani wakati wa jioni. Time kama hizi za jioni ya leo, wao wakawa wanatupa maiti mitaani, yani watu wanarudi nyumbani, unajua ile foleni na nini, wao wakawa wanatupa maiti mitaani ikiwa ni kama warning kwamba jamani, sisi tutashika hatamu hapa. Na hiyo ilikuwa imetokea kule maeneo ya Veracruz. Lakini mwaka 2013, miaka miwili baadaye, kundi hili walimbaka msichana wa miaka 10 ambaye walimbaka kisha wakamchoma moto kimakosa, wakidhani tu kwamba ni mtoto wa kike wa mmoja wa wapinzani wao. Yani walimchukua mtoto ambaye ana miaka 10 wa kike, wakambaka na kisha wakamchoma moto, wakidhani kwamba ni sehemu ama ni moja kati ya watoto wa wale ambao ni wapinzani wao. Hilo lilikuwa linamfanya kwamba bwana huyu awe anaendelea kuogopwa na kuongeza zile nguvu zake kiasi ambacho sasa alikuwa ni tishio. Na walikuwa wakati mwingine wanafanya mauaji ambayo yalikuwa
yanafanya wanajinasibisha na lile kundi la ISIS la kigaidi ambalo watu wengi watakuwa wanalifahamu historia yake, ambao lilifanya mambo mengi sana ya ajabu katika maeneo ya Syria na kwingineko ambako karibu nao, na wao walikuwa wakitamba kwamba katika mauaji yao ambao walikuwa wakiyafanya katika mtindo huo wa ISIS style. Lakini kwa mujibu wa vikosi vile vya wanaopambana na wauzaji wa madawa ya kulevya vya Marekani pamoja na Mexico, walisema kwamba wanasema ni afadhali ilikuwa unaweza ukakutana na mtu akakwambia nimewahi kumuona El Chapo ama nimewahi kusikia story fulani na fulani kuhusiana na El Chapo, lakini ni ngumu sana kuweza kupata story za El Mencho. Kwa hiyo kwao wao ilikuwa ni ngumu kweli kweli kuweza kusikia hata mtu kuwa kamuona ama amepata kusikia habari zake sehemu fulani, labda alikuwepo na vitu kama hivyo. Hiyo inamaanisha kwamba alikuwa ni mtu ambaye anaishi kama ghost, walikuwa wanasema hivyo. Na kwa taarifa nyingine ambazo walikuwa wanatoa ni kwamba licha ya mapambano makali ya cartels, lakini wanasema kuna wakati ambapo ulikuwa El Chapo alikuwa na nguvu zaidi. Wanasema mapambano ya cartels yalikuwepo baina ya cartels ya El Chapo na cartels pinzani, lakini kulikuwa walau raia wanaweza kupata muda wa kufurahia amani walau kwa kipindi kirefu. Yani kipindi labda kinapita tuseme miezi 6 ama kadhaa hivi kwamba kumepoa yani. Lakini kwa wakati huu ambao bwana El Mencho alikuwa yupo katika hatamu, ni kwamba ilikuwa hakupoi. Yani muda si muda, punde si punde kinawaka na mambo yanakuwa ya hovyo zaidi mitaani na kwingineko. Na hii ni kwa mujibu wa article ambayo ilikuwa imeandikwa na The Rolling Stone, au sio muda kadhaa hivi uliopita. Na moja kati ya taarifa nyingine ni kwamba wanasema kuna wakati tayari El Chapo akiwa tayari ameshakamatwa. Tunafahamu kwamba El Chapo yeye ameshakamatwa na amehukumiwa kifungo cha maisha jela. Wanasema wakati ambapo miaka ile ya awali ambapo El Chapo aliwahi kukamatwa, kundi hili likiongozwa na bwana El Mencho waliwahi kuwateka nyara watoto wawili wa El Chapo na kisha wakiwa na dhamira ya kutaka kuwaua. Utakumbuka kwamba hizi ni cartels pinzani, kwa hiyo wao waliwachukua watoto wawili wa El Chapo. Imagine mtu ambaye alikuwa anaogopewa bwana El Mencho, yeye akatimba na akachukua watoto. Walikuwa katika sehemu fulani ya starehe, wakawakamata. Nia yao ilikuwa ni kuwaua, lakini kwa mujibu wa taarifa ni kwamba El Chapo alifanikiwa kuongea nao kwa njia ya simu na wakawaachia baada ya kupewa dola milioni 2, zaidi ya bilioni 5 za Kitanzania, na unga ama madawa ya kulevya kwa kiasi kikubwa, ili iwe ndiyo sehemu ya makubaliano ya kuachia. Kwake yeye bwana El Mencho, hii haikuwa kuhusiana na pesa wala kupata hayo madawa, kwa sababu tayari yeye ana utajiri wa kutosha, lakini ilikuwa ni kutuma ujumbe mzito kwa bwana El Chapo kwamba this is not your time, huu sio tena muda wako, na kwa watoto wake ni kuambia kwamba baba yenu ama mzee wenu sasa hivi huu sio wakati wake, na kwamba sisi ndio wakati wetu. Na hiyo ilikuwa ni salamu kwa ajili ya watu hao. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimeshangaza sana, mwaka mmoja uliopita ilivuja sauti ya bwana El Mencho akimkoromea watoto wa mjini, wanasema, ama akimfokea kiongozi wa polisi nchini Mexico, akimwambia kuwa kwa nini mmekuwa mnanifuatafuata, na akimpa warning kwamba msitufuatilie na rudini mlikotoka. Kama ambavyo sauti hii ilikuwa inasikika kwa lugha ya Kispanyola, walau kidogo unaweza kaisikia bwana El Mencho alipokuwa akimfokea polisi huyo. Uno. Hey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu... Soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus partidos, si no te voy a partir tu madre. Tienes toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor, ahorita los bajo. Oh, no cuelgues, hijo de la verga. Te tengo ubicado en Chacala, güey. No le estoy colgando, le estoy diciendo, ahorita los bajo. Póngase de las pilas, güey. ¿Qué se le cuesta ser amigo, cabrón? ¿Uno no se mete con ustedes para que se pasen de verga? No, señor, ahorita yo se las bajo. Pongan, mire, revíremeles a todos los hijos de su p***, porque todos agarran dinero y son buenos de puercos. Sawa, hiyo ni sauti ya bwana Nemesio Oseguera Chavantes, bwana maarufu kama
El Mencho akimkaripia kiongozi wa polisi. Katika sauti hiyo ambayo ulikuwa unasikika hapo, alikuwa anarusha matusi akimwambia kuwa ni kitu gani ambacho kimefanya mnifuate ama mtufuate. Inaonekana kwamba ni kama walifuatiliwa akapata hizo information, na akamwambia kwamba huku akiwa anaendelea kutukana katika lugha hiyo ya matusi, akimwambia kwamba nilishawaambia kuwa msinifuate na nyinyi wenyewe tayari tulishakubaliana, kionyesha kwamba kuna nguvu, kwamba tayari mlishakuwa katika malipo, kwa nini mnanifuata? Hiyo ilikuwa ni sehemu ya sauti hiyo, akiwaambia kwamba si tulishakubaliana kwamba nyinyi mshachukua hiyo payment, mshapata haya malipo, kwa nini mnanifuata? Akitumia neno la nguruwe katika neno yake, mwambia nguruwe nyinyi. Na katika sauti hii pia alimention kwamba ninawafahamu kati yenu 30 pamoja na mnapokaa. Alikuwa anatoa hicho vitisho kwamba ninawafahamu nyinyi 30 pamoja na mnapokaa, hivyo basi nitawafanya vyovyote vile ambavyo naweza kuwataka, na akiwaambia kwamba back off, bwana fanyeni haraka sana, yani muachane na sisi, ruduni mlikotoka na msitufuatilie kabisa. So ilikuwa ni nguvu ambayo ni ya kutafakarisha kidogo, na kwa namna yoyote ile ilikuwa inaonekana kabisa kwamba bwana El Mencho alikuwa na nguvu pia ndani ya vikosi vya usalama nchini Mexico.